نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na amani zifikie kiongozi wetu nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kuna kupatikana ufaulu. Ndugu zangu Waislamu, hakika sisi tunafahamu anna Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana wa razaqana. Allah ametuumba sisi na akaturuzuku, walam yatrukuna hamalan. Lakini baada ya Allah tabaraka wa ta'ala kutuumba hajatuacha ashwaiya, bal arsala ilayna ar-rasula, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimtumia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili aweze kutuongoza, ili atufundishe baina halali na haramu, atuelekeze kwa Allah tabaraka wa taala anataka tufanye nini. Haya yote ukiangalia kuna umuhimu mkubwa kweli wa kujua riziki ambazo Allah tabaraka wa taala zikuruzuku wewe katika watoto na mfano wake, lazima zipite kupitia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika upande wa riziki ya watoto ni riziki kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, na kuna haki zake. Watoto wana haki kwa baba, yani watoto wana haki kwa baba zao. Kwa kupitia masaili kama haya, kwa kupitia mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo ambapo utaweza kufanyia kazi zile haki za watoto. Baba anaweza kufanyia kazi haki za watoto.
lakini iwapo hatofuata mwenendo ulio sahihi hataweza kujua haki za watoto. Moja inakuwa ni riziki ambazo Allah tabarak wa taala kamruzuku, lakini hawezi kutendea kazi kwa sababu hafahamu na wala hajafuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa leo nilipenda tukumbushane haki za watoto kabla ya kuzaliwa. Maana kuna haki za watoto kabla ya kuzaliwa. Mtoto anatakikana haki zake zitekelezwe, kadhalika vile vile na haki za watoto baada ya kuzaliwa. Kisha uangalie wewe watoto wako umewapa haki hizi au umewaacha ashwaia. Ndugu zangu Waislamu, watoto wana haki. Miongoni mwa haki za watoto, ikhtiyaru zawjatin salihati. Haki za watoto kabla ya kuzaliwa ni baba kumchagulia mama aliyokuwa bora, aliyokuwa mwema. Hiyo ni haki ya kwanza ambaye mwanaume au kijana anapotaka kuoa lazima atengeneze haki ya mtoto ambaye anatarajia kumpata baada ya kuoa kwa kufuata sheria, kwa kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiyaru zawjatin salihati, kuchagua mwanamke aliyekuwa mwema. Hapo utakuwa umemtendea au utakuwa umemfanyia haki mtoto wako atakuja kuzaliwa. Waqad qala Allah subhanahu waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kwa hakika amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, amani ziwe juu yako ziwe juu yake, ad-dunya mataa, dunia ni starehe. Dunia hii ni starehe, na starehe iliyokuwa bora ni mwanamke mwema. Kwa ili uweze kuishi vizuri katika dunia kwa starehe, upate mwanamke aliyokuwa mwema. Kwa jambo la kwanza la kuchagua mwanamke aliyokuwa bora ni jambo la msingi. Mwenyewe katika nafsi yako utapata amani hata kama utakuwa umetoka nyumbani umeenda sehemu nyingine, kwa sababu utajua kama nimwacha mtu ambaye ana hofu na Allah tabaraka wa taala. Wa dinuna al-islamiyyu, na dini yetu ya Kiislamu, kad hasbana, imetuhimiza sisi. Dini yetu ya Kiislamu imetuhimiza sisi ala ikhtiyari zawjatin salihati, kuchagua mwanamke aliyekuwa bora, aliyekuwa mwema. Dini yetu ya Kiislamu imetuhimiza kuchagua mwanamke aliyekuwa bora ili tuweze kutekeleza haki za watoto. Tayyibati, aliyekuwa mzuri. Kwa haya masaili utapokuwa umetekeleza, itakuwa ni sababu, itakuwa umefanya haki miongoni mwa haki za watoto kabla ya kuzaliwa. Lakini vile vile utapokuwa umeoa mwanamke aliyekuwa ni mwema, anaweza kuhifadhi watoto wako unapokuwa umetoka. Watavaa vizuri, wataoga, watapendeza. Lakini vile vile atahifadhi heshima yako wewe, hatojiachia na kuvaa mavazi ambayo Uislamu hauruhusu.
Lakini kadhalika vile vile unapokuwa na mwanamke mwema atahifadhi heshima yako wewe. Kwa jambo la kuhifadhi haki, jambo la kuchagua mwanamke mwema, yanaingia mambo mengi. Miongoni mwa hayo mambo ni kutekeleza haki za mtoto kabla ya kuzaliwa. Kadhalika vile vile unapata heshima wewe kutokamana na mwanamke wako uliokuwa naye anafuata maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, haya masaili muhimu sana kuangalia katika hali ya mtu ambaye anapotaka kuoa. Lazima angalie, si kumwona barabarani, lazima uangalie haya masaili ili baadaye usije ukalaumu. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na amani zimfikie kiongozi wetu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea kukumbushana katika masaili ambayo Uislamu unataka tutekeleze, katika misingi ambayo sisi Waislamu inatakikana tuitekeleze. Katika hali ya kutekeleza haki za watoto kabla ya kuzaliwa, Abu Aswad al-Du'ali anasema, akiwaambia watoto wake, kad ahsantu ilaykum sigharan wa kibaran, anasema hakika mimi, hapo yuko anaambia watoto wake, anasema hakika mimi niwafanyeni wema nyinyi watoto kingali wadogo na wakubwa, niwafanyeni wema. Wa kabla an tuladu, na kabla ya kuzaliwa nyinyi nimekufanyeni wema. Anawaambia vijana wake. Wakamuuliza, wa kaifa ahsanta ilayna kabla an nulada, na vipi wewe unatufanyia wema sisi kabla ya kuzaliwa, kabla sisi kuzaliwa, vipi unatufanyia wema? Wanamuuliza mzee baba yao. Akasema, qala ikhtartu, akasema hakika mimi nimekuchagulieni mama ambaye hakutukaneni nyinyi, hakupeni laana nyinyi. Wema nilikufanyeni nyinyi ni kuchagulieni mama aliyekuwa bora, mama aliyekuwa mwema. Huyo mama mkifanya makosa hatoi matusi. Lakini leo hii kuna baadhi ya nyumba ukifika, bahati mbaya mtoto akachelewa kuleta maji ameagizwa, kuna baadhi ya matusi hutoka mpaka unashangaa kwamba huyu na yeye ni kufuata sheria ya Allah, bali mtoto wake namfananisha na nguruwe wewe. Sasa huyu sio mama ambaye anastahili, sio mama ambaye katika mizani ya dini yetu. Bali mtoto akikataa, huenda katumwa, kaagizwa kitu lakini kakataa, huenda akamlani, kampa laana, na hizi laana zikapelekea mtoto kumuathiri asilimia kubwa, au huenda katika asilimia kubwa utaona watoto wengi hawaelewi, hawasikii kwa sababu ya laana za wazazi wao, kwa sababu tu ameagizwa maji hajaleta.
Lakini iwapo utamchagulia mama aliyokuwa bora, iwapo mtoto wetu atakataa, baadaye atamwita na kumwelekeza jambo hili Allah tabaraka wa taala halipendi, unamwelekeza kama alivyokuwa Yakub alivyowapa tauhidi watoto wake pindi ambapo alipofikiwa na umauti, akawauliza mtamwabudia nani baada ya kufariki kwangu mimi? Qala na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim. Hao wazazi ambao walijikita na kuelekeza watoto wao katika misingi ya dini, ndio maana watoto wao waweza kujibu hivyo. Ndugu zangu Waislamu, watoto wengi wanaharibika kwa sababu ya laana za wazazi. Walani watoto laana mbali, nikosea kidogo na fulani, nikosea kidogo anamtukana. Tahadhari, mtoto mpaka anafikia na kuwa mkubwa anasema ni afadhali nisingezaliwa na baba huyu kama huyu au mama kama huyu, kwa sababu zile haki kabla ya kuzaliwa hujampatia. Kwa haki ya kwanza, haki ya kuchunga ni kuchagua mama aliyekuwa bora, mwenye kumcha Allah tabaraka wa taala, ili haya majanga yanayopatikana katika majumba ya watu yasipatikane kwa kuchagua mama aliyekuwa bora. Lakini kadhalika vile vile si tu kwa baba, bali na mama mwenyewe, binti anapohitaji kuolewa achague mvulana mwanaume aliyekuwa bora. Ndio maana katika hadithi imekuja, yule ambaye atakujieni mkamridhia katika dini yenu, fazawijuhu, muozesheni. Kinachozingatiwa hapo ni dini na wala sio mali. Sasa wengi katika Uislamu wanazingatia mali, hawazingatii chochote. Sasa hii hapo nampeleka mtoto wako maskini ya Mungu, huenda yeye huyo mtoto wako umemwandaa vizuri mashallah, lakini anapoenda baa mafula. Kwa si kwa wanaume tu kuchagua mwanamke aliyekuwa bora, bali na wakike na wenyewe wachague mwanaume aliyekuwa bora. Ndugu zangu Waislamu, haya masaili muhimu sana. Kabla ya mtoto kuzaliwa anatakikana apewe haki zake. Miongoni mwa haki nyingine ya pili ya mtoto kabla ya kuzaliwa, kupupia kufuatilia sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizofundisha. Miongoni mwa sunna hizo, pale ambapo mwanaume anapokuwa ameoa na anataka kufanya tendo la ndoa, aombe dua kwa Allah tabaraka wa taala. Hii ni sababu ya mtoto kusalimika na matatizo, lakini vile ni haki ya mtoto kabla ya kuzaliwa asome dua. Ni jambo kama ndogo tunaliona, lakini zina faida kubwa. Kutabikisha kufuatilia sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio jambo ndogo, ni jambo kubwa. Ndugu zangu Waislamu, haya masaili ni masaili ambayo anatakikana kila mmoja ayatizame kwa umakini na kufuatilia. Na kama mwanzo alikosea, basi anapotaka kuongeza mke wa pili ajitahidi kufuatilia misingi hii, ili ahakikishe watoto wake wanapata haki kabla ya kuzaliwa. Na kama umeipoteza, jitahidi uwatendee haki baada ya kuzaliwa. Lakini haki nyingine ya mtoto kabla ya kuzaliwa ni pale ambapo mama anapokuwa na ujauzito. Baba, ni jukumu lako kutengeneza misingi ambayo itamfurahisha yule mwanamama na si kumpiga na kumtukana. Kumpa chakula kizuri
chakula kilichokuwa bora kinyeta afya katika mwili wake. Hiyo ni haki ya mtoto kabla ya kuzaliwa. Ni wengi tunaipoteza, ima kujua au kutokujua, kwa kufahamu au kutokufahamu. Misingi hii muhimu sana, kwa sababu mtoto anazaliwa katika hali ambayo ni nzuri, anafurahi, anatoka na afya nzuri pindi ambapo mama anapokuwa anakula chakula kilichokuwa kizuri. Lakini baadhi ya watu wamepoteza misingi hii, na huu ni mushkila uliokuwa mkubwa. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabad din wa adhabal qabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.